Kwa niaba ya mkoa wa Singida na mkoa wa Dodoma kanda ya kati, pamoja na wizara zetu mbili, Wizara ya Kilimo na Mifugo na Uvuvi, ninayo furaha kuwatangazia Watanzania wote, hususan pia wananchi wa kanda ya kati, kuwa maonyesho yetu ya Nane Nane mwaka 2026 maandalizi yamekamilika. Hapa tulipo ni sehemu ya uwanja wa Nane Nane, ambapo mwaka huu tunafahamu kuwa uwanja huu umeanza miaka mitatu iliyopita kuwa ni uwanja wa kimataifa na wa kitaifa, na nayo furaha pia kuwajulisha kuwa mwaka huu pia maonyesho hayo yanafanyika kitaifa na kimataifa katika kanda ya kati, mkoa wa Dodoma, eneo la Nzuguni. Mwaka huu maonyesho haya yamezidi kuimarika zaidi kuliko miaka ya nyuma katika mambo mengi. Kwanza, katika miundombinu ya uwanja wenyewe, kama ambavyo tumejionea kupitia vyombo vya habari, uwanja huu una majengo sasa ya kudumu ambayo yamejengwa toka mwaka jana na hayajatoka, ili kuleta nafasi ya wananchi kuendelea kupata huduma mwaka mzima. Lakini tumeona kabisa kuwa kupitia barabara, miundombinu ya barabara imeimarika. Watu wakipita sasa hawapati vumbi, watatembea kwenye lami au tunasema kwenye zege maeneo yote ya Nane Nane. Lakini niendelee kuwashukuru sana wizara zetu mbili, hasa Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Humu ndani pia kumejengwa maeneo kwa ajili ya makongamano yote yanayohusiana na sekta husika kuweza kufanyika ndani ya uwanja. Lakini kikubwa kwa ajili ya Nane Nane, waonyeshaji wa maonyesho wamekuja wa kutosha. Tuna ongezeko la 26% kutoka maonyesho ya mwaka jana. Huu waonyeshaji wako takriban 1133, ambao kati yao wako waonyeshaji toka nchi za nje 24, lakini wajasiriamali wadogo 20. Waonyeshaji hao ni wengi sana kulinganisha na historia ya maonyesho ya uwanja huu, ambao wote wamejipanga kikamilifu kuhakikisha watu watakaofika katika uwanja huu wanapata elimu ya kutosha, wanapata teknolojia, wanapata bidhaa mbalimbali zinazohusiana na kilimo, uvuvi na mifugo, lakini zaidi pia wanapata na burudani mbalimbali kupitia uwanja huu. Ndugu wananchi, naomba nitoe wito kwenu. Maonyesho haya yameletwa ili muweze kufaidika na huduma ambazo ungetakiwa kuzipata maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Aidha upate hii huduma Dodoma, umfuate mwingine yuko Dar es Salaam wa samaki, umfuate mwingine yuko wapi, lakini wote kwa pamoja utapata katika uwanja huu. Kwa hiyo niwakaribishe sana, tutumie fursa hii kwa shauku kubwa, tuje wa kutosha, tuje tupate huduma zote zilizowekwa na taasisi katika eneo hili. Sekta binafsi imeleta huduma zake. Tumeona zana za kilimo zinapatikana humu. Kuna teknolojia mpya za kila aina za uvuvi, za kilimo, za mifugo. Ukija huku utazifahamu, lakini ukitaka huduma ya kununua vifaa pia utanunua katika uwanja huu moja kwa moja bila kuhangaika. Ndugu zangu wana Dodoma, wana Singida, wa Tanzania kwa ujumla, maonyesho haya yanafanyika mara moja kwa mwaka, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8 mwezi wa 8. Ni fursa muhimu ya sisi kuitumia, japo ninaposema sasa wako wataalamu wamesha ingia katika uwanja huu na wanaendelea kutoa huduma, na mwaka huu huenda baada ya maonyesho ya Nane Nane mtaendelea kupata huduma endelevu kama uwanja maalumu ambao utakuwa unatumika kwa huduma hizo za sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo ni wakumbushe kuwa kutumia fursa hii ni kujiamini, ni kujitambua, lakini pia kujitendea haki wewe mwenyewe. Niendelee kuwakaribisha sana. Kama mkoa tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha usalama na utulivu wa kila anayeshiriki au anayekuja kwa ajili ya kushiriki maonyesho haya muhimu. Lakini tukumbuke kuwa kupitia maonyesho haya tutapata nafasi pia ya kusikia kauli na maelekezo ya viongozi wetu wakuu wa nchi, ambao kwa namna moja au nyingine kila kiongozi amepangiwa kuwepo katika uwanja huu. Tarehe 1 siku ya ufunguzi tutakuwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kufungua rasmi maonyesho haya. Tarehe 2 tutakuwa na mawaziri mbalimbali wa kisekta katika matukio mbalimbali. Lakini tarehe 3 pia tutakuwa na Mheshimiwa Dr.
Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia atashiriki na kuwa mgeni rasmi katika siku maalum ya TARI, taasisi ya utafiti nchini, na siku ya ushirika. Lakini tunafahamu siku zote za katikati hapo tarehe 3, 4, 5, 6 na 7 kutakuwa pia na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wastaafu, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini siku ya kilele, siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026 tutakuwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia tutapata kusikia ladha ya kilimo, ladha ya mifugo, ladha ya uvuvi ambayo anatueleza Watanzania kama sekta za ukombozi wa uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo wito wangu kwenu, fursa hii ni adhimu, tuitumie, tujitokeze, tushiriki, tupate elimu na tupate burudani. Hapa nilipopita nimejionea tayari nyama zimeanza kuuzwa humu, zingine zimeanza kuchomwa, nimejishuhudia mboga mbalimbali, mazao mbalimbali. Kwa hiyo tutumie fursa, na 8 ni ya kwetu na sisi tuko tayari. Tunasema Dodoma tuko tayari.